bodi inayosimamia ununuzi wa umma ikidai tume ya uchaguzi IEBC ilitangaza zabuni yenye masharti yaliyo na upendeleo na ubaguzi. Kampuni ya Galadriel Investments Limited ikidai tangazo hilo lililenga kupendelea kampuni fulani, na sasa inataka bodi hiyo kuchunguza uhalali wa mchakato wa kutangazwa kwa zabuni ya teknolojia ya uchaguzi mkuu nchini. Kwenye jibu lake, hata hivyo, IEBC imekiri makosa kwenye baadhi ya kipengee ya tangazo hilo, kama anavyotuarifu sasa Melita Oletenges. Tume ya uchaguzi na mipaka IEBC inakumbwa na maswali mazito kuhusu taratibu za kutangaza zabuni ya teknolojia ya uchaguzi, huku kampuni ya Galadriel Limited ikiwasilisha kesi kwa bodi ya kusimamia ununuzi wa umma. Kampuni ya Galadriel imeibua maswali kuhusu tangazo la zabuni ya IEBC katika mtandao wa kampuni hiyo tarehe 11 Agosti, huku tarehe ya mwisho ya kuwasilisha stakabadhi za zabuni hiyo ikiwa tarehe 1 Septemba mwaka huu. Kampuni hii imedai kwamba katika tangazo la zabuni hiyo wanakandarasi wa humu nchini wametengwa. IEBC haikutangaza kandarasi hiyo ni ya pesa ngapi, na pia haikuelezea namna ambavyo teknolojia iliyoko kwa sasa itapokezwa kampuni mpya. Galadriel pia imedai kwamba IEBC imetoa taratibu ambazo zinaonekana kulenga kampuni maalum na kuondoa mashindano kati ya kampuni zinazolenga kupata kandarasi hiyo. Kadhalika imeelezea kwamba IEBC ilielezea wanakandarasi walipe dhamana ya 2% ya zabuni ambayo ni shilingi milioni 30 bila kuelezea bei ya zabuni hiyo, pamoja na kuweka dhamana ya utekelezaji wa mkataba kuwa 20% licha ya serikali kukubali 10% pekee. Katika majibu yake, IEBC inasema ilikosea katika kuandika dhamana ya utekelezaji wa mkataba huo kuwa 20% badala ya 10% kama inavyotakiwa kisheria, na kwamba kosa hilo litarekebishwa. Kadhalika, IEBC imedai kwamba tangazo la kandarasi hiyo linaelezea kwa kina yote yanayohitajika bila ubaguzi. Kuhusu madai ya kutotoa maelezo kuhusu namna ambavyo teknolojia iliyoko kwa sasa itaendeshwa na kampuni itakayopokea kandarasi hiyo, IEBC imeelezea kwamba tangazo la kandarasi lilielezea kuwa ni sharti kampuni husika zifahamu kutumia teknolojia iliyoko na kwamba kuna uwezekano wa kuhamisha data. Kesi hiyo sasa iko mbele ya bodi inayosimamia haki ya ununuzi inayotarajiwa kutoa uamuzi ndani ya siku 21. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen. Na huko haya kijiri, waziri wa madini